Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Tungali bado tukizungumza kuhusiana na masala ya kimalezi na maadili katika jamii zetu, hasa jamii ya dini tukufu ya Kiislamu. Kadhia tunayozungumza ni kadhia ya hijabu, kadhia ya sitara. Ameuliza mmoja katika walezi kwamba yeye anaye mke, anaye watoto mabinti, na yeye ni mu'min taban, anaswali swala tano, lakini binti yake, mke wake hawana iltizam na hijabu. Ni nini wadhifa wake? Nimpige mke, niwapige watoto, niwanyime chakula? Yani amejaribu kutoa adhabu kadhaa. Sasa sisi tutaongezea katika majibu, si hijabu tu, bali unaweza kukuta umeoa mke na mke yule si mtu wa swala, si mtu wa ibadat, akawa ni mtu wa kuvua hijabu, lakini unampenda, ni katika familia yako. Je, wadhifa wako wewe ni nini? Wadhifa wako wewe ni kukumbusha. Kwa sababu angalia katika mfano wa swala, anatufundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba wafundisheni watoto wenu kuhusu swala, wafundisheni ibadat wakiwa na umri mdogo, wakiwa na miaka 7 wafundisheni swala, na wasipo swali wakifika umri fulani anzeni kuwachapa. Umri wa miaka 7 mpaka 9, hapo waanze kuchapwa. 9 mpaka 10 na kitu mpaka 15 watandikwe, wafinywe, walazimishiwe swala, wazoeshwe kuswali mpaka pale watakapopevuka. Kama ni watoto wa kiume, akifika umri wa miaka 15, umri wa kubalehe, amebalehe, kuanzia pale ni faradhi kwake kuswali. Binti wa Kiislamu akifika miaka 9 amepevuka na yeye amevunja ungo, kuanzia pale anatakiwa kwake ni lazima kuswali. Sasa swali, je, akivuka miaka 9, akivuka miaka 15 au akishafika ule umri wa kubalehe, je, bado utamchapa? Jawabu ni kwamba ni la. Kadhia yako wewe katika malezi ilikuwa ni pale wanapokuwa wadogo, ukapewa ruhusa hiyo ya kuwafinya, kuwatishia kidogo, ili waone kwamba kunaye adhabu kama hujaswali, na wafundishwe kadri wanavyowafinya, si kuwafinya tu, bali waoneshe kwamba wanapokuwa wakubwa, ambapo kwao ni lazima kuswali, wasiposwali kuna adhabu za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wanapopevuka wakawa tayari ni watu wazima, kazi yako wewe si kuchapa, kazi yako wewe si kutoa adhabu, kazi yako wewe ni kutoa ilmu, kazi yako wewe ni kukumbusha, kazi yako wewe ni kuhamasisha waelekee katika njia nzuri. Toa mawaidha, kaa na familia yako mara kwa mara, sema nayo juu ya hijabu na yale ambayo kwao ni ya lazima, na uonyeshe umuhimu wake. Hiyo ndio kazi yako, na wala sikumpiga mke. Kwa nini hujaswali ukapiga? Sasa wewe ukimpa adhabu hapa duniani ukampiga sana kwa sababu haswali, na kiyama ikaweje? Mwenyezi Mungu akafanya kazi gani? Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Akishakuwa ni mukallafu anajiweza, hii si kazi yako. Amekuwa ni mukallafu havai hijabu, waombee sana Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi tunakuombea, na sisi tunajiombea pia. Tuombeane dua. Ukimwona mtoto wa mwenzako havai hijabu, usimuone kwamba yeye ni mzembe, hawezi kulea, yeye huyu ni la. Kadhia ya kulea, malezi, hakuna fundi katika malezi. Wewe hapo ulipo, wewe unajiona ni mwema, wewe ni matokeo ya kile alichokifanya baba yako, alichokifanya mama yako, lakini baba yako na mama yako hawakuweza, bali kuna taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kuna juhudi za wanadamu hawa, lakini na taufiki ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kazi yetu sisi ni kufikisha, kazi yetu ni kushawishi, kazi yetu ni mawaidha. Tutoe mawaidha katika familia zetu, tutoe mawaidha katika jamaa zetu, lakini mwanamke avae hijabu kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu. Mwanamke avae sitara kwa sababu ameamrishwa na Mungu, na afanye kila anachokifanya afanye qurbatan ila Allah, afanye kwa sababu anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taban, kuvaa hijabu ni ibada. Kuvaa hijabu ni ibada kama ibada nyingine, ina thawabu zake na faida zake kama ambavyo ibada zingine zina thawabu zile, na kama ambavyo ukiacha hijabu kuna madhambi, kama ambavyo ukiacha swala kuna madhambi ya kuacha swala, ukiacha somo kuna madhambi ya kuacha somo. Kwa hivyo tulazimiane na ibadat, tulazimiane na hijabu, wakina mama walazimiane na hijabu kwa sababu ni amri za Mwenyezi Mungu, na juu ya hayo ukiacha yaliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu kuna adhabu zinakusubiri hapo mbele. Utajiona mimi mzuri sana nikivaa hijabu na fungwa, mimi jione. Huo uzuri wako huo una mtihani ndani yake. Huo uzuri wako una mtihani ndani yake. Mtihani ni kule kujiona mzuri ukajiachia wazi hapa duniani, lakini akhera kuna utakachokutana nacho. Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki katika malezi. Atupe taufiki katika malezi ya kuwalea watoto wetu, kuwalea mama zetu, dada zetu, lakini kulea jamii kwa ujumla. Na hii si kazi ya mashehe tu. Kadhia ya hijabu si kadhia ya mashehe tu waseme, bali ni kila mmoja mwenye akili timamu, kila mmoja mu'min
ajitahidi kubana jamii yake, kuizungumza vizuri na jamii yake irudi katika hijabu, kwa sababu hilo linaleta salama hata kwenye maisha ya kila siku. Huu ubakaji tunaouona, ukosefu wa maadili, ni kwa sababu watu wameacha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakachukua Iblis alayhi la'inullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.